Kwa jina naitwa Eliafile Lucas Sola, afisa uhusiano na mawasiliano kutoka Mamlaka ya Elimu Tanzania. Mamlaka ya Elimu Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwa na majukumu mengi, lakini jukumu kubwa likiwa ni kusimamia mfuko wa elimu wa taifa. Mfuko huu unafanya kazi nyingi, lakini kazi kubwa ni kutafuta rasilimali fedha na vifaa kwa lengo la kusaidia jitihada za serikali za kuboresha mazingira ya ujifunzaji na kufundishia. Baadhi ya miundombinu hiyo ni kama vile ujenzi wa vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, maabara za sayansi, mabweni, mabwalo ya chakula, pamoja na nyumba za walimu na majengo ya utawala. Katika maadhimisho haya ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma, Mamlaka ya Elimu Tanzania ni moja kati ya taasisi za serikali ambazo zimeshiriki maonyesho haya kwa lengo la kusogeza karibu huduma na wananchi. Kwenye maonyesho haya, Mamlaka ya Elimu Tanzania inakutana na wadau mbalimbali, wananchi, wanufaika wa miradi yake, lakini pia wadau ambao ni wadau au wachangiaji wa maendeleo ya sekta ya elimu kupitia mfuko wa elimu wa taifa. Kwa hiyo tunatumia jukwaa hili la haya maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma, kwanza kusogeza huduma karibu na wananchi kwa maana ya kutoa elimu kwa umma kuhusu kazi mbalimbali zinazotekelezwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania, lakini pia kutangaza au kutoa elimu kwa umma kuhusu fursa mbalimbali zinazopatikana kwa wadau wale ambao wanataka kufanya kazi na Mamlaka ya Elimu Tanzania kupitia mfuko wa elimu wa taifa. Kwa hiyo katika maadhimisho ya kitaifa, Mamlaka ya Elimu Tanzania imeona ni jukwaa muhimu, ni jukwaa la kipekee la kuweza kuwafikia wadau wengi kwa pamoja, kuwafikia wananchi wengi kwa pamoja, kusogeza huduma karibu, kutoa elimu, lakini pia kutangaza fursa ambazo zinapatikana ndani ya Mamlaka ya Elimu Tanzania kupitia mfuko wa elimu wa taifa. Tunazidi kutoa rai kwa wananchi wazidi kusogea katika viwanja hivi vya Chinangali ili waweze kutembelea banda la Mamlaka ya Elimu Tanzania kuweza kuona ni majukumu gani ambayo yametekelezwa na taasisi hii ya serikali, ni kwa jinsi gani ambavyo tumeweza kuongeza au kusaidia juhudi za serikali za kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji, lakini pia waweze kuona jinsi gani wanaweza wakafanya kazi kwa pamoja na Mamlaka ya Elimu Tanzania, alafu wakanufaika na faida mbalimbali za kufanya kazi na taasisi hii ya serikali. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Mkoko, ni mtumishi wa taasisi ya elimu watu wazima mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya shule ya Dodoma English Medium na ni mnufaika wa taasisi ya elimu, Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA. Wakati tunaanzisha ile shule tulikuwa na changamoto ya uzio, lakini baada ya kukaa kwenye vikao tukajadiliana, na bahati nzuri kabisa kwamba ile shule tunapakana na ofisi za TEA. Kwa hiyo tuliandika na tukapeleka maombi yetu kwa ajili ya kujengewa fence. Bahati nzuri tulipata, na mpaka sasa kama mmepita pale jirani na maeneo ya shule mmeona ile fence kwa kweli ni kubwa. Tunawashukuru sana TEA, wametusaidia na tunaendelea na ujenzi wa uzio na unakaribia kukamilika. Kwa kweli mwanzo, sababu ile shule imezungukwa na makazi na ilikuwa watu wanaweza kupita kutoka sehemu yote kukatisha katikati, kwa hiyo hata issue ya usalama ilikuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo hata baadhi ya majirani hawakuwa wanaamini sana usalama wa watoto wao kwenda pale, kwa sababu waliona ni shule ambayo iko wazi. Kwa sasa hivi kwa kweli maombi ni mengi, kwa sababu wameshaona kwamba tayari ule uzio umewekwa, wanaamini sasa watoto wao watakuwa salama zaidi. Tunawashukuru Mamlaka ya Elimu, lakini pia waendelee kusaidia na wenzetu ambao wana changamoto hiyo kuboresha mazingira ya shule, lakini pia kwa shukrani pia kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunashukuru na tunaona kwa namna ambavyo taasisi zimekuwa zikijitahidi kutekeleza yale ambayo yanatakiwa kutekelezwa ili kuboresha elimu kwa shule zetu. Kwa kweli tunashukuru sana.